Je, wafahamu kuwa ili ufike kwenye hatima yako, lazima upite na uhitimu mitihani 17 ya maisha? There is a very popular scripture that says that our people will move from one glory to the other. But I want to say that between the glories, between one glory to another, there is an examination there. There is a test there that you are supposed to pass. Je, waifahamu hiyo mitihani 17 na jinsi upasavyo kukabiliana nayo? Jinyakulie nakala yako ya kitabu chake Askofu Michael Wanderi, The 17 Tests of Life, ili upate kujua mitihani ile ni ipi na mbinu za kuzipita. Tumia nambari iliyoko kwa runinga yako kuagiza kitabu hiki cha The 17 Tests of Life. Usianguke mitihani ya maisha. Hujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni mchungaji Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Kabla hatujaungana na wengine kanisani kuweza kubarikiwa kwa ujumbe kamili, ningetaka kukueleza juu ya hiki kitabu ambacho Mungu amenipa nafasi na kuniongoza kukiandika. Mitihani 17 ya maisha, 17 Test of Life. Sio majaribu. Watu wamezoea kujua majaribu ya maisha, lakini hii ni mitihani. Na niseme ya kwamba Mungu wetu huwa hatutengenezei mitihani ili tuanguke, lakini anatutengenezea mitihani ili tupite, tuende kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Kuna scripture watu wanaipenda sana ambayo wanasema ya kwamba moving from one glory to another. Lakini ningetaka niwaeleze na nikueleze wewe ambao unaonisikiza, katikati ya utukufu mmoja na mwingine kuna mtihani huwa umewekwa hapo. Na hiki kitabu kitasaidia maisha yako. Na hiki kitabu huwa tunasema ya kwamba it is a life book. Whether you are born again or not, lazima upitie katika ile mitihani 17. Naye Mungu atakuinua katika kiwango kingine. Mungu atabadilisha maisha yako. Wewe ambaye ungetaka kununua kile kitabu, utaweza kutumia nambari ambazo zimewekwa kwa runinga yako. Kitabu ni shilingi 1000 peke yake na kitasaidia maisha yako. Kuna watu wamepitia mitihani mingi lakini hawajafikia ile mitihani 17 ya Mungu. Kumbuka neno la Bwana linasema ya kwamba my people are in captivity for lack of knowledge. Na kupitia kusoma kile kitabu utapata knowledge, utapata kujua lile jambo unapitia kube ni mtihani Mungu amekuwekea ili akupeleke kiwango kingine. Na wale ambao utakao soma kile kitabu na kugundua kuna mtihani ambao ulianguka, kuanguka mtihani lazima urudie na ujue kiwango cha Mungu sio kiwango cha mwanadamu. Na kwa hivyo nimeweka kile kitabu wazi na Mungu aweze kukubariki. Unapotafuta pesa ya kununua kile kitabu, ordering the book, you can use the number ambayo imewekwa kwa runinga yako na Mungu atakubariki. May God bless you. Kwa sasa tuungane na wengine kanisani tuweze kubarikiwa kwa ujumbe kamili. Luke chapter 8 na mstari wa kwanza. Inasema, soon afterward Jesus went on through towns and villages, preaching and bringing the good news, the gospel of the kingdom of God. And the 12 apostles were with him. And verses 2 says, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases, Mary, called Magdalene, from which 7 demons had been expelled, and Joanna, the wife of Chuza, Herodes' household manager, and Susanna, and many others who ministered to and provided for him and them out of their property and personal belongings. And when a very great throng was gathering together, and people from town after town kept coming to Jesus, and then he said a parable. Mahali ambapo tumesoma ni mahali ambapo panataja huduma ya Yesu Kristo. Na huduma ya Yesu Kristo ilikuwa number 1 na watu ambao Biblia inasema ya kwamba wanafunzi. As he went from one town to another, his disciples or the 12 apostles were with him.
walipelekana na yeye. And then number 2, Biblia inasema and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had been expelled. Na pia ilikuwa na watu ambao waliofuatana na Yesu Kristo who had benefited, wale ambao walikuwa wamesaidika kwa sababu ya ile huduma ambao Kristo alikuwa anaifanya. But more importantly, wale ambao tunaona waliosaidika, the beneficiaries wa huduma ya Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba they ministered to him through their property and personal belongings. Hivyo ni kusema kila huduma ambayo itakaoinuka na kuguza maisha ya watu wengi lazima iwe na watu ambao wanaojitolea fedha zao. And leave alone any ministry. Hata wewe kwa maisha yako, ili maisha yako iwe na impact, lazima uaminie Mungu akupatie pesa. Lazima uaminie Mungu anaweza akafungua mlango wa pesa katika maisha yako. Maana pasipo pesa kuna kiwango hautaweza kufika. Even this church, without money there is a level this church haitafika. Takuwa tunatamani sana tufike kiwango fulani. Pastor Wanderi atatamani afike kiwango fulani. But without money, yes, I can be having all the anointing ambao ninahitaji kuwe na breakthrough katika maisha. Kuwe na breakthrough ya watu wengi katika familia zao. But without money, there is a level ambao sitafika. Na riposa Biblia inasema ya kwamba as Jesus Christ was moving from one town to another. Hivyo ni kusema ya kwamba the ministry of Jesus, it wasn't stationed on one place. He moved from one town to another. And even as he was doing so, kuna watu waliotembea na yeye. People who believed in him. These are the apostles, number 1. Nitumie mstari wa kwanza. These are the apostles. They believed 100% in Jesus Christ. And number 2, Biblia inasema ya kwamba there were also women, ladies, who followed Jesus, and not only following him, but also supporting with their property and personal belongings. Wanamsupport. They minister to him. So the ministry of Jesus Christ kufika kiwango kingine, kutoka tauni moja kuenda ingine, ilihitaji wale wadada. Kadhaa tu ndio wamekuwa mentioned mahali pale. Do you know something, brethren? That for you kupatikane ukuu na kupatikane the so-called greatness in life, lazima uhitaji pesa kiwango fulani. Hata kama unaweza ukaomba namna gani. Like now, if we pray and ask God to give us money, because it is not bad to pray for money. God may not bring pesa hapa isitoke biguni zigonge chini hapa. But God will open avenues. God will give us strategies. God will give us divine plans on how to get money. Hallelujah. Mungu atakufungua, atakuonyesha njia za kupata hizo, so that your life inaweza ikaenda katika kiwango kingine. Against the belief of so many believers. Because many believers hawaamini, huwa wanasema ya kwamba, give me Jesus and Jesus alone. Let me tell you, with Jesus you have salvation. With Jesus you have healing. With Jesus you have all spiritual blessings. But with Jesus giving you money, there is a level of greatness ambayo itaigia kwa maisha yako. And many people don't like talking it openly to church. But I thank God because of his word ambao amenipa. Na utaona watu wengine, so many people that are gifted and their gifts are sealed down. When we pray for God to open a door for you and God gives you finances, you will find yourself rising and rising. Because that talent that you have, for it to be manifested, inahitaji pesa. People go to pray. They go seeking the Lord in prayer centers. They come here to pray. Hata akiondoka hapa utaona ameandika 10 or 7 godly ideas ambazo amezipata wakati alikuwa mbele za Mungu. But for that idea
to be manifested inahitaji hapa katikati, inahitaji pesa. For that idea, business idea ambao Mungu amekupatia na umekuja Kiambu umeona yes there is that opportunity for that business, for it to be manifested inahitaji pesa. Ili ushukue hatua na ikuje kutimia inahitaji pesa. Na wakati umefika, believers should not shy from asking God to open doors for them so that they can get money. Kuna vitu pole nitaenda nikitoa kwa mawazo ya watu. Pesa si shetani. In fact, the Bible says that the love of money is the root. No, it is the root of all evil. And money is not evil. But the love of money is the root. It is not even evil, it is the root. Kwa hivyo hapa wakati unaongea juu ya pesa, you must open up your mind. You must open up your spirit. Because each one of us here, you need money. And God is ready to give us money. Because it is written that he takes pleasure in the prosperity of his own people. Mungu anafurahia wakati unafanikiwa. When you have, let me tell you, when you have surplus, when you have enough and you have surplus, let me tell you, Mungu anafurahi. Mungu anafurahi wakati watoto wako hawaombi chakula. Mungu anafurahi wakati watoto wako hawajafukuzwa shule kwa sababu ya school fees. Mungu anafurahi wakati wewe unaweza ukaenda kwa mkesha ukijidrive kwa gari yako. Mungu anafurahi wakati hauitishwe pesa ya rent kwa sababu umeweza kujenga nyumba yako. Hallelujah. He takes pleasure. Ni andiko. He takes pleasure in the prosperity of his people. And the wealth that God gives, kabla igie kwa mifuko, huwa inaigia kwa mawazo. Inaigia kwa akili. Saa hii ukiamini hivyo ninakuambia, let me tell you, money will find its way to your pocket. Kwa sababu it doesn't begin here, it begins here. Kuna watu wako na ideas zingine. Ukipatia mtu wako na pesa, umejitupa. Because hiyo idea yako inaweza ikainua maisha yako ya kifedha njia ambao haujui. Shikile uko nacho ni idea ya Mungu lakini umekosa pesa. Utaona maana yako na pesa na kibia kwa bank, hiyo idea anaileta, anaifanyisha kazi, mwishowe unaona mtu anaendelea kupaa, lakini idea ni yako. Kile ulikosa ni pesa. Wengine wapatie tu $500,000 waanze kuijumulisha, hata sura itabadilika. Sura aki hapa utakutana na mwingine, haya, remind me your name. Mtu mlikuwa mnaiba naye kwaya unasema ulimaidiwe name aje? Ni kwa sababu hii pesa wakati imekuja imebadilisha. Kuna mambo imebadilisha. Naomba sura yako ikurudie in Jesus name. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Aki wengine hapa hawatajipanga kitu chochote, just washa Mungu afanye kuwe na breakthrough ya pesa. Kuna njia ambayo mimi sitaigiza watu biguni nayo hapa. Mpaka wakiulizwa na hii sura imetoka wapi Kiambu? Pastor alikuwa nani? Hii sura hapana. Lazima tuingie binguni kama watu. Wengine wacha waongezwe mshahara. You will see what I'm saying. You will see a jovial Christian. You will see a happy, a joyful believer. You see every time neno likihubiriwa anasema yes, it is my word. Lakini wacha yule ambao mshahara imefinywa. Hii kitu tutatoboa kweli. Every time. Hiyo neno imenenwa ni ya Mama Nyaguthi. Kama angekuwa ingesaidia yeye. He takes pleasure in the prosperity of his people. When you prosper, God is happy. When you can afford your bills, God is happy. Wangapi ungetaka kuwa mighty spiritually and even financially? Umebalance, unakuwa mighty, unafurahia. Kama tu Ayubu. Biblia inasema ya kwamba this was a God-fearing man, a devout man, God-fearing and the wealthiest. Alikuwa ndiye tajiri mkubwa na alikuwa rafiki ya Mungu. Mpaka Biblia inasema agetokea mpaka watu wazee kuliko yeye wangesimama. Wanasema Ayubu amekuja. Even in your family, if you can offer a financial solution, in fact they will stand for you. Utaona mara moja tu ukitokea hivi wanaanza kusubuka, hakuna maziwa hapa. Yaani wanakusubukia maisha yako kwa sababu wameona suluhisho ya maisha imekuja DAE. Yaani you can fix any problem and any challenge in your family. They will respect you.
Why are people not respecting one another even in the area of family? Ni kwa sababu none of them can offer a solution to that family. Sasa heshima itatoka wapi? Huyu dada hawezi akanunua maji, huyu hawezi akanunua ugali kwa hiyo familia. Nobody is there to fix any challenge in that house. Who will respect you? But the moment you start fixing everything, you see respect coming. That is why we have family challenges today. Wapatie familia pesa, you will see a happy family. Wapatie wao uone wamefix kila kitu. Utaona hata wakitoka kwa church wanaenda pamoja, wanaenda wakifurahia. Lakini kama hawana, lazima mmoja aende mbele ya mwingine. Hata story hakuna, unaona mmoja ameachwa huko mwingine kwa gate. Na unaona alafu kuna kujifanya spiritual. Maana anajua kuna kitu sitaenda kuitishwa nyumbani mimi. I want to pray that you become a solution giver in the name of Jesus Christ. Huduma ya Yesu haingeendelea bila ya Mary Magdalene. She was one of the beneficiaries. Mary Magdalene was not only a follower of Jesus Christ, but also a supporter. There are people ambao tunaweza tukasema ya kwamba they are followers of Jesus, they are followers of Pastor Wanderi as he follows Jesus, lakini mkupita mstari wa kusupport hiyo kazi ndio hakuna. Lazima watu wajiweke, I am a follower and a supporter. As I follow this man, I support him. As Mary Magdalene followed Jesus, together with akina Susanna, walipita hiyo mipaka ya kufuata tu, wakawa wafuasi, na bado wao ni watu wa kusupport hiyo kazi. Mary Magdalene, nilikuwa nashangaa, ametolewa pepo 7. Wakati yeye aliona benefit kwa ufalme, aliamua huyu nitasupport. Na unakumbuka wakati Jesus Christ alikuwa katika nyumba ya Simeon the leper, alafu harufu baya ya mtu mwenye ukoma ugonjwa. She is the same person ambaye aliyeingia kwenye chumba cha ndani, atakatoka na alabaster ya perfume, akaivunja, akamwagia. And the Bible says clearly, hiyo cost ya hiyo perfume ilikuwa kama ya mwaka mzima, mshahara wa mwaka mzima. Mimi ninasema lazima kanisa libarikiwe. Amen. Kanisa limeangaliwa vibaya, limenenwa vibaya. Ukode umekoda kama panya ya kanisa. Maana hakukuagi hata chakula ama maidi inaweza ikakuliwa huko. Unone umegojeka. Ni halo wale ile kanisa ine. Wale mgehitaji promotion, it comes from him. Do you know the Bible says it doesn't come from east or west? Meaning doesn't come from anybody. Wale wanaishi west, wasituambie they will promote us. Wale wanaishi east, let them not tell us that they will promote us. Our promotion comes from above. It is God who promotes us. It is God who takes us from one glory to another. Mtu anaweza akawa na hekima kubwa sana, lakini kama hana kitu atasahaulika. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema in the book of Ecclesiastes. Kulikuweko na watu walikuja wakashukua tauni moja, wakaishukua yote, wakaijengea maukuta hivi kwamba hakuna mtu angetoka hapo. Lakini mfalme akaambiwa, kuna mzee mmoja hapa mwenye hekima, anaweza akatutoa kwa hii shida. Akiketi chini kuchola vile tunapaswa kutoka kwa hii shida, tufuate njia yake, tutatoka. Kasema niletewe. Mzee akachola. Akachola hao walikuwa wamewachukua mateka, akachola vile watatoka, kapelekea mfalme. Mfalme akaangalia kaona, what a plan. Hai! Tuna mtu kama huyu miongoni mwetu. Ambiwa ndio. Mzee ameletwa hapo. Amechola, ikawa wakaiweka into practice. Wote wakatoka kwa ule umateka. Lakini Biblia inasema kutoka hapo hakuna mtu aliyemkumbuka. He was not remembered anymore. That is what the Bible says. That man was not remembered anymore. Reason being, the Bible says he was a poor person. Amepatiana njia ya kuokoa maelfu na maelfu ya watu, but he was not remembered. Why? The reason being, Biblia inapatiana, he was a poor man. He was a poor man. Lakini hekima. Kuna watu mtafanikiwa mahali watu wengine wamekosa kufanikiwa. Genesis 26 verses 1. And there was a famine in the land, other than the former famine that was in the days of Abraham and Isaac went together to Abimelech, king of the Philistines.
And the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt to beg. Come on. Hallelujah. I am finishing for them. They are saying, and the Lord appeared to him and said, do not go to Egypt, down to Egypt to beg. Live in the land which I will tell you, and dwell temporarily in this land. And I will be with you, and will favor you with blessings. For to you and to your descendants I will give all these lands, and will perform the oath which I swore to Abraham your father. And I will make your descendants to multiply as the stars of heavens, and will give to your posterity or your descendants all these lands. The Bible says, into bracket, the Bible says, kingdoms, and by your offspring shall all the nations of the earth be blessed, or by him bless themselves. And then the Bible says, for Abraham listened to and obeyed my voice, and kept my charge, and my command, my statutes, and my law. So Isaac stayed in Gerar. There was a famine in the land of Gerar. And the Bible says, all the Philistines walikuwa wanaenda Egypt to beg for food, because the famine was fear. And so they were going up begging for food. And the voice of God ikamtokea mtu wa Mungu Isaac, akamwambia, as for you, listen to this, as for you, specifically, as for you, don't go down to Egypt. Don't go there to beg for food. Live in the land temporarily, because I will be with you. Na hapo ndio nataka kila mtu ashike. Si tu succeed kwa sababu wakati mwingine ya jasho yetu nyingi. Tuna succeed because our God, the creator of heaven and earth, is with us. Ambia, I will be with you, and my blessing will be with you. I want everybody to get it. And we say the blessing of the Lord maketh rich and addeth no sorrow. That blessing of the Lord, you need it. Ni mpaka wakati kuna famine, mahali pale aliambiwa ya kwamba, do an extraordinary thing. Put your seeds down. Put your seeds down. Can you plant? The place is very dry. Other people are going to beg for food in Egypt. But this man anaambiwa na Mungu, niko na wewe, favor yangu na baraka zangu, temporarily stay here. Biblia inasema ya kwamba Mungu ametuigiza katika nchi ambayo kila mtu atafurahia. Jicho la Mungu linatazama tangia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Alafu wewe ukibarikiwa na Mungu, unamheshimu Mungu na 10% yako. Lakini ninaomba neema ikawe juu ya maisha yenu. Ninaomba hakuna mtu ataweza kukompiti na wewe, kwa sababu wewe kuna baraka iko ndani yako. Shupa yako ya mafuta, Mungu vile amekuweka huku ndani, umebeba baraka. Kuna kibali ambacho hakina mtu mwingine. Praise the name of the Lord. Ufanikiwe in Jesus name. Usiketi chini, kila mtu aombe. I have a command. Hey, I have a command. I have a command. I have a command. A command to receive from above. I have a command. Robo sherebera. Yes, from above to succeed. Hadi kufika pale mtazamaji, ndio tutaweka kikomo ama tamati ya kipindi chetu cha neno la neema. Natumai ya kwamba umeweza kubarikiwa kwa ule ujumbe. Na kabla hatujapata nafasi ya kuomba ombi la mwisho, ningetaka bado kukueleza juu ya hiki kitabu ambacho ni mitihani 17. Mitihani 17 ya maisha, 17 test of life, ambayo Mungu huwa anatupatia. Na ukumbuke nimesema ya kwamba again our God is very positive, just like a teacher. Hakuna mtu ambaye hakuna mwalimu ambaye huwa anatayarisha mtihani kwa wanafunzi wake ili wakaweze kuanguka ule mtihani, lakini ni ili wakaweze kuenda katika kiwango kingine. Ni matumaini yangu ya kwamba unaposoma hiki kitabu utapita mitihani yote and your life will never be the same again. For example, kuna watu ambao umenitazama na ule mtihani ambao umepitia kwa miaka mingi ni mtihani wa uoga, test of fear, ya kwamba wewe ni mmoja wa watu ambao wanakuaga na uoga wa kuanza jambo fulani. Remember neno la Bwana linasema ya kwamba the Lord has not given us the spirit of fear or the spirit of cowardice or timidity, lakini ametupatia
roho ambayo ni ya nguvu and a sound mind, ili tuende katika kiwango kingine. Naomba upite ule mtihani wa uoga, uwe shujaa, usiishi maisha ya uoga wa wanadamu. Biblia inasema ya kwamba the fear of men is a snare. Wewe uliingia kwa mtego mkubwa wa wanadamu kwa sababu ya uoga. Pita huo mtihani. Hiki ni kitabu ambacho Mungu ameniamulisha kukiandika ili kisaidie watu. Na ukumbuke ya kwamba wakati tunaongea juu ya a life book, tunaongea juu ya kitabu ambacho kiongei tu juu ya Wakristo. Kinaongea juu ya kila mtu. Kila mtu, whether born again or not, lazima upitie kwa mitihani 17. Ni ombi langu ya kwamba utaweza kupata pesa ya kununua kile kitabu. It is only 1000 shillings, ni shilingi 1000 peke yake, na upate kile kitabu. Kitasaidia maisha yako kwa njia kubwa sana. Kuna nambari ambao zimewekwa kwa runinga yako, unaweza ukazitumia even to order this book, na Mungu ataweza kukubariki. May God bless you. Ningetaka niombe kwa sababu ya watu wale wote ambao ni wagonjwa, umepitia katika mambo mazito ya maisha, mule especially magonjwa ya terminal, diseases, cancer, leukemia, HIV and AIDS, magonjwa ambayo tunajua ya kwamba hayana tiba. Tiba yake ni Kristo mwenyewe. He is our great physician. Mungu yeye mwenyewe ana kitu ambacho watu tunaita divine healing, ambayo hailetwi na madawa, ni yeye mwenyewe uponyaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea wagonjwa wote, wale wamegojeka terminal diseases, wale wamegojeka cancer, wale wamegojeka HIV and AIDS, wale wamegojeka, Mungu wa Israeli, asthma, wale miguu imefiba, arthritis imewaigiria, wengine Mungu wa Israeli Bwana wamegojeka magonjwa ya kawaida, wengine ni magonjwa ambayo yanasababishwa na mapepo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakemea magonjwa ya kila aina. Ninaamurisha uponyaji wa Bwana juu ya kila mtazamaji katika jina la Yesu Kristo. Uwezo wako Bwana ukawe juu ya watu wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. God bless you. Mara tena, kwa majina yangu ni mchungaji Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Kama vile unaletewa kwa runinga yako, ukifika Kiambu Town, tuko Kiambu Town, unatafuta KK Towers, nyuma yake kuna tenti kubwa kama vile ambavyo unavyoonyeshwa. Lipa gharama ya kutoka Bali, ukiamini ya kwamba your life will never be the same again. God bless you so much. God bless you. Shalom, shalom. Je, wafahamu kuwa ili ufike kwenye hatima yako, lazima upite na uhitimu mitihani 17 ya maisha? Run from the east to the west, let's run. There is a very popular scripture that says that our people will move from one glory to the other. But I want to say that between the glories, between one glory to another, there is an examination there. There is a test there that you are supposed to pass. Je, waifahamu hiyo mitihani 17 na jinsi upasavyo kukabiliana nayo? Jinyakulie nakala yako ya kitabu chake Askofu Michael Wanderi, The 17 Tests of Life, ili upate kujua mitihani ile ni ipi na mbinu za kuzipita. Tumia nambari iliyoko kwa runinga yako kuagiza kitabu hiki cha The 17 Tests of Life. Usianguke mitihani ya maisha.